Na mtazamaji wa channel ya Biomedia, karibu sana. Jina langu ni Official Rose D na hii ni channel yako pendwa kabisa Biomedia ambayo tukufikisha habari mbalimbali zinazoendelea kujiri katika taifa letu la Tanzania. Kama hujasubscribe, karibu kwa ajili ya kusubscribe. Moja kwa moja katika update ya kuangazia taarifa mbalimbali, leo nitakusogezea update ambako mfanyabiashara maarufu kutoka nchini Tanzania Bidada Niffer na wenzake wameweza kushtakiwa kwa makosa ya uhaini. Mambo yamekaje? Tuangazia taarifa kutoka pale mahakamani, mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam, ambako leo hii Niffer alifikishwa pale mahakamani siku ikiwa ni ya Ijumaa Novemba 7. Mfanyabiashara huyu Jennifer Jovin almaarufu kama Niffer na wenzake 21 wamesomewa mashtaka matatu ya uhaini. Kosa la kwanza linalowahusu washtakiwa wote 22, ambapo ni kwamba kwa pamoja wamekula njama ya kutenda kosa au kupanga uhalifu ambao ni uhaini, na kosa la pili ambalo ni la uhaini linawahusu washtakiwa 21 isipokuwa mshtakiwa mmoja pekee ambaye ni Niffer, ambapo washtakiwa walianzisha nia ya kuzuia uchaguzi mkuu 2025 na kutishia mamlaka na watekelezaji nia hiyo kwa kufanya vurugu ambazo zilisababisha uharibifu wa mali za umma, lakini pia mali za watu binafsi. Na kosa la tatu la uhaini pia linamhusu mshtakiwa namba 1 pekee ambaye ni Niffer, ambapo alihamasisha watu kuvuruga uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 29 mwezi Oktoba 2025 na kuhamasisha umma kununua barakoa za kuzuia mabomu ya machozi kutoka dukani kwake. Kama ambavyo wote tunafahamu, huyu ni mfanyabiashara wa vitu mbalimbali ikiwemo vipodozi na mambo kama hayo. Kwa hiyo taarifa ambazo zimetufikia ni kwamba amesomewa mashtaka tayari hii leo katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam, akihusishwa moja kwa moja na kosa la uhaini. Kama ambavyo nimekwisha kukuambia, utakumbuka tu kwamba tumeona taarifa ya mama mzazi wa Niffer ikisambaa video clip ikimuonyesha akilia kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya kumwombea msamaha binti yake. Lakini mara tu baada ya video hiyo iko taarifa ambayo imezuka ya kwamba tayari amekwisha kusomewa mashtaka, ikiwa tayari anahusishwa moja kwa moja na kutenda makosa ya uhaini. Mtazamaji wa channel ya Biomedia, unaungana moja kwa moja katika kuzungumziaje hili kwamba ni kweli amehusika katika makosa hayo ya uhaini kama ambavyo imeelezwa, ama kwa upande wako unaona hii taarifa ama hii kesi ambayo amepewa Bidada Niffer na inayomkabili imekaaje kwa upande wako? Maoni yako ni ya msingi. Moja kwa moja uendelee kuandika katika comment section, alafu tutaendelea kuyapitia kunako video wakati mwingine. Update ni nyingi sana kuhusiana na taarifa hii na muendelezo wa kesi ya mfanyabiashara Niffer na mjasiriamali. Tutaendelea kukujuza kupitia channel yako pendwa kabisa ya Biomedia. Usiache kusubscribe na kuendelea kuongozana na sisi mpaka wakati mwingine. Bye bye. Jina langu ni Official Rose D.